Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema bado haamini taarifa za kifo cha aliyekuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu William Lukuvi, kwani hata mazungumzo yao ya jana hayakuonyesha dalili zozote za tatizo la kiafya. Akizungumza leo msibani Area D jijini Dodoma, Chalamila amesema yeye mara ya mwisho kuwasiliana naye ilikuwa ni siku ya jana. Lukuvi amefariki leo Machi 25 mwaka 2026 katika hospitali ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma kutokana na mshtuko wa moyo. Mimi nimepata bahati ya kuzungumza na Mheshimiwa Lukuvi leo, nadhani masaa 24 hajafika. Nimepata bahati ya kuzungumza na Mheshimiwa Lukuvi jana jioni, na akiwa ananisihi baadhi ya mambo katika masuala ya uongozi, lakini sikufahamu hata kidogo kama mzee Lukuvi ana tatizo lolote lile linalohusiana na masuala ya afya, na wala sikubashiri jambo lolote kama leo ningeweza kuwa katika ardhi hii pasipo Lukuvi. Kwa hiyo ninachoweza kukisema ni kwamba kiimani na katika masuala ya kiungu, jambo la kwanza tunakipokea kifo kama zawadi na kama takwa la Mungu mwenyewe, na kwa mantiki hiyo na niwasihi na niendelee tena kusii familia yote kwa ujumla kwamba tunakipokea kifo kwa sababu ni zao la Mungu mwenyewe. Lakini jambo la pili, tunapokipokea kifo tunajenga manunguniko na masikitiko kwa sababu ni mtu ambaye tumemfahamu na ni mtu ambaye amekuwa ni wa karibu, lakini pia amekuwa ni mtu ambaye ana msaada mkubwa. Na pengine leo nisingependa kutumia nafasi hii kubwa kumuelezea sana Mheshimiwa Lukuvi kwa namna ambayo msiba wetu huu umeweza kutufika. Lakini kwa ujumla kila mmoja ataungana na mimi kwamba hata jana yenyewe alikuwa anatakiwa kupumzika tu kidogo ili angalau ndo aweze kuendelea na majukumu yake, lakini bado aliondoka kwenda kazini. Kwa lugha nyepesi naweza nikasema mauti ya mzee wetu William Mvangi Membe Lukuvi yamemkuta akiwa kazini, yani yupo kikazi zaidi. Na kwa mantikio tunayo mengi sana kujifunza utendaji wake wa kazi, tunayo mengi sana kujifunza busara zake, mengi ya kujifunza hekima zake, mengi ya kujifunza kuhusu ujasiri na namna pia alivyoweza kujenga hoja kwa jamii ya Watanzania kwa ujumla wake. Kwa hiyo niendelee tu kuwasihi wenzangu tuyaone maisha Mheshimiwa Lukuvi kama kitabu kirefu ambacho kina chapters nyingi, na pengine mwisho wa siku tutacompile na kuweza kukisoma sisi wenyewe na kizazi kinachofuata. Ni watu wachache sana ambao walikuwa ni masinia ndani ya bunge, lakini pia hata katika serikali yetu. Kwa hiyo sisi wananchi kwa ujumla tumepoteza mtu mkubwa, tumepoteza mtu muhimu, na tupo hapa kama sehemu ya familia na tutaendelea kushirikiana na wananchi wa mkoa wa Dodoma, wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam, wananchi wa mkoa wa Iringa. Maana ratiba inaonyesha kwamba baada ya kutoka Dodoma wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam pia watapata nafasi pia kuweza kushiriki katika ibada kuaga mpendwa wetu, lakini Iringa pia watapata nafasi ya kushiriki kuaga mpendwa wetu kabla ya mazishi. Kwa hiyo naweza tu nikahitimisha kwamba nampa pole Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nawapa pole wa Tanzania, nawapa pole wananchi wa mkoa wa Iringa na hasa na jimbo la Isimani, lakini zaidi naipa pole familia hii ambayo mama ameachwa hapa pamoja na watoto wake wote ambao tumekuwa tukizungumza nao hapa, na mwisho tujifunze yale mema yote ambayo ametuachia.